Ndugu Metusela Ntonda, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Katibu Tawala wa Wilaya ya Dodoma Bi Sakina Mashaka, Dr. Jonas Kilimbe, Mwenyekiti wa Bodi ya TCRA, Dr. Jabiri Bakari, Mkurugenzi Mkuu wa TCRA, ndugu Isaac Mruma, Makamu Mwenyekiti wa Kamati ya Maudhui. Leo nakupa jina jipya, mzee wa mizania, nikutoe wasiwasi. Ndugu Hijidadi Shajak, Katibu Mtendaji wa Tume ya Utangazaji ya Zanzibar, Wakili Patrick Kipangula, Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Bodi ya Ithibati, Bi Caroline Koech, Mkurugenzi Mtendaji wa Jumuiya ya Taasisi za Mawasiliano Afrika Mashariki, wawakilishi wa Mamlaka za Usimamizi wa Mawasiliano nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, wajumbe wa Kamati ya Maudhui, viongozi wa Jukwaa la Wahariri TEF, memwona ndugu yangu Balile, karibu sana, Baraza la Habari Tanzania MCT, Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA, na Taasisi ya Vyombo vya Habari wa Afrika MISA, viongozi wa vyama mbalimbali vya utangazaji vikiwemo MOAT, NIBA, Jumikita, TBN na TADIO, management ya TCRA, viongozi wa dini, maafisa watendaji wakuu na wamiliki wa vituo vya utangazaji, chama cha wakongwe wa redio Tanzania, asanteni sana, wadau wa sekta ya utangazaji, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka hii ya uhai na afya njema ambayo imetuwezesha tukutane tena mchana huu mzuri wa leo. Mimi ni mwaka wangu wa pili mfululizo na kuja kufanya shughuli ya kufungua tukio hili adhimu, na bila kupepesa maneno na furahia uwepo wangu hapa. Asanteni sana kwa kunikaribisha, na Mungu akitupa uhai msiache kunikaribisha tena mwakani. Nafahamu mkutano huu umewakutanisha wadau mbalimbali wa sekta za utangazaji, wakiwamo watoa huduma za maudhui mtandaoni, watoa huduma za utangazaji wa radio na television, watoa huduma za ubebaji na usambazaji wa maudhui ya kidijitali, watoa huduma wa usambazaji wa maudhui kwa njia ya waya, wauzaji wa vifaa vya utangazaji na wadau wengine wa sekta ya habari na utangazaji. Nitumie fursa hii ya kipekee na kwa mapenzi ya dhati kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kulijali kundi hili na tasnia hii ya wanahabari, kwa kuwawekea mazingira wezeshi ya utendaji wa kazi wenu, ambapo kwa sasa kazi imebaki kwenu, na furaha ya serikali ya awamu yenu ya sita ni kuona mnalenga soko la kimataifa la maudhui na habari kwa kuzalisha maudhui kwa lugha mbalimbali za kimataifa na kuwa soko na mawanda mapana ya kazi mnazozalisha. Ndugu zangu wanahabari, lengo la serikali hii ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuwezesha kuliko kudhibiti. Na hili limethibitika mara na nyingine tena kwa jinsi ambavyo serikali hii imekuwa ikifungua milango yake kukaribisha maoni mbalimbali na kufanya marekebisho ili kuwajengea wadau wake mazingira rafiki. Na niwahakikishie hilo ni lengo na maono ya Mheshimiwa Rais, na halitakaa libadilike leo wala kesho. Ataendelea kuwatengenezea mazingira rafiki ili kuhakikisha kazi zenu zinakuwa katika mazingira yanayofanyika kirahisi.
Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, nitumie fursa hii pia kuwashukuru kwa kushiriki katika hafla hii. Zaidi ya yote, na pia kupongeza Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA kwa kuhakikisha kuwa utaratibu huu wa kukutanisha vyombo vya utangazaji nchini unakuwa endelevu na sekta hii inakuwa na kuimarishwa. Nitoe pia shukrani zangu za dhati kwa makampuni yaliyotoka nje ya nchi kuja kufanya maonyesho ya receivers za utangazaji wa kidijitali na radio DSB, na wageni wote waliotufikia kutoka nje ya nchi. Karibuni sana Tanzania. Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, sote tumesikia kutoka kwenye hotuba ya mkurugenzi mkuu kuwa hadi kufikia Disemba 2025 jumla ya leseni 707 za utangazaji zilikuwa zimetolewa na TCRA. Takwimu hizi zinaonyesha ukuaji wa sekta ya habari, lakini pia zinatupa jukumu kubwa la kuhakikisha kuwa ukuaji huu unaenda sambamba na ubora wa maudhui, uzingatiaji wa sheria, maadili ya taaluma pamoja na maslahi mapana ya taifa. Pia kama alivyosema mkurugenzi mkuu kwamba kwa sasa amekamilisha taratibu zote za kuanzisha utangazaji wa redio wa kidigitali, digital sound broadcasting, na nawapongeza kwa hatua hii nzuri ya maandalizi mliofikia, na ni matumaini yangu kuwa huduma hii itaongeza thamani kwenye sekta hii ya utangazaji. Naomba kutambua jitihada zilizofanywa kwa kipindi cha mwaka uliopita wa kutoa mafunzo kwa wanahabari takriban 2,254. Mafunzo haya yalileta hamasa kubwa kwa waandishi wa habari na kuandika habari za maendeleo na miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali yenu iliyopo madarakani. Jitihada hizi zilichagizwa na utoaji tuzo zijulikanazo kama Samia Kalamu Awards, na hakika mafunzo haya yameleta mapinduzi makubwa kwa waandishi wa habari na kuboresha mitazamo yao ya kiuandishi, kutoka kwenye uandishi wa kuandika habari hasi kuhusu jitihada za serikali za kuwatumikia wananchi wake na kuvaa uzalendo na kuitangaza nchi yetu Tanzania kwa miradi na mambo muhimu ya maendeleo. Mpongeze Mheshimiwa Rais kwa wazo la kuendeleza utoaji wa tuzo hizi kila mwaka, na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo itahakikisha utoaji wa tuzo hizi unaendelea kuboreshwa na kuwa wenye mafanikio makubwa. Pamoja na jitihada hizi za mafunzo na tuzo, ni lazima tuseme ukweli mchungu. Mafunzo haya hayatazaa matunda yanayotarajiwa ikiwa maslahi ya wanahabari hayatapewa kipaumbele. Nimepokea malalamiko mengi kuhusu waandishi kufanya kazi bila kuwa na mikataba, kulipwa mishahara midogo na wakati mwingine kutolipwa kabisa kwa miezi kadhaa. Hatuwezi kutarajia uandishi wenye uweledi na maadili kutoka kwa mwanahabari ambaye hana uhakika wa mlo wake au usalama wa ajira yake. Hivyo, nichukue fursa hii kuiagiza Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA kushirikiana na Bodi ya Ithibati ili kuhakikisha kuwa sharti la kupewa leseni ya utangazaji linaenda sambamba na uthibitisho wa mikataba ya kisheria na malipo stahiki ya wafanyakazi. Tunataka kuona wanahabari wanathaminiwa kama wataalamu wengine. Aidha, mviite vyombo ambavyo vinalalamikiwa kutolipa stahiki za wafanyakazi wake, mjadiliane nao na kuona namna wanahabari wanaodai stahiki zao wanaweza kulipwa. Nina taarifa kwamba kuna vyombo vina zaidi ya miezi 6 wanahabari wao hawajalipwa stahiki zao. Hili sio swala la mjadala, ni maagizo, na ningependa kupata mrejesho wake ndani ya kipindi cha wiki moja. Nataka niwahakikishie kuwa wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeanza mazungumzo na Wizara ya Fedha, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ili kupitia upya tozo zinazokwamisha ustawi wa vyombo vya habari, hasa vile vya kijijini, community radios. Vile tunaliangalia swala la madeni ya matangazo ya serikali ambavyo vyombo vingi vinadai. Tumejipanga kuhakikisha madeni haya yanalipwa kwa wakati
ili kusaidia mzunguko wa fedha kwa vituo vyenu. Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, katika dhamira ya serikali ya kuendelea kuboresha mazingira ya biashara, ubunifu na uwekezaji katika sekta ya maudhui ya kidijitali, tumeendelea kupokea maoni ya ushauri kutoka kwa wadau mbalimbali, hususan vijana wabunifu, watayarishaji wa maudhui na wajasiriamali wanaotumia majukwaa ya mtandaoni. Wengi wao wameeleza kwa dhati kuwa gharama za leseni zilizokuwepo hapo awali zilikuwa kubwa na hivyo kuwa kikwazo kwa wengi kurasimisha shughuli zao na kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kidijitali. Kutokana na hoja hizo ambazo zina msingi, tulitoa maelekezo mahususi kwa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA kufanya mapitio ya ada na leseni ya huduma za maudhui mtandaoni ili ziendane na uhalisia wa soko, uwezo wa watoa huduma na lengo la serikali la kuwezesha badala ya kuzuia ubunifu. Nina furaha kuwafahamisha kwamba mapitio hayo yamefanyiwa kazi na ameleta nafuu kubwa na ya kihistoria kwa watoa maudhui mtandaoni. Ada ya leseni imepunguzwa kwa kiwango kikubwa kutoka shilingi 500,000 hadi shilingi 50,000. Huku ada ya maombi ikiwa shilingi 10,000 pekee. Vile vile kwa wakusanyaji wa maudhui mtandaoni, ada ya leseni imepunguzwa kutoka shilingi 1,000,000 hadi shilingi 100,000 na ada ya maombi ikiwa shilingi 20,000 tu. Tani wangu Amos Mgosha pamoja na mambo mengine, unajua Wasukuma ni watani zetu, na mambo nataka kumwambia hapa lakini ninayazuia, nitamwambia tukiwa peke yetu. Lakini pamoja na mambo mengine, amesema kwa niaba ya wanahabari wenzake, na ni jambo linalohusisha mamlaka kadhaa za serikali na ni jambo la kisheria hali kadhalika. Naomba nilibebe nikalitafutia ufumbuzi. Nashindwa kusema Kisukuma, lakini nilikuwa namuuliza naibu katibu mkuu wetu hapa kuhusiana na kile ulichokisema Kisukuma. Akawa ananiambia, ameniambia mara kadhaa, nitatia aibu nikijaribu kukisema hapa. Lakini najua maana yake ni kwamba mwenye akili haelemewi na mzigo. Hili pia haliko nje ya uwezo wetu, tutalifanyia kazi. Hatua ambazo zimechukuliwa hapo juu kama ambavyo nimetangulia kusema ni za kimkakati katika kupunguza gharama za uendeshaji, kuhamasisha urasimishaji wa shughuli za kidijitali, kupanua fursa za ushiriki kwa vijana na wabunifu, pamoja na kuchochea ajira na kukuza mchango wa uchumi wa kidijitali katika pato la taifa. Serikali inaamini kuwa kwa gharama hizi rafiki na jumuishi, wadau wengi zaidi wataingia katika mfumo rasmi, jambo litakaloongeza ubora wa maudhui, uwajibikaji na ushindani wenye tija katika sekta hii. Kwa pamoja, tunajenga sekta ya maudhui ya kidijitali yenye uwazi, shindani na yenye manufaa kwa taifa letu, huku tukitanguliza maslahi ya nchi yetu kwanza. Ndugu zangu, nikiwa naibu waziri mwenye dhamana ya masuala ya habari, nitumie fursa hii kugusia masuala muhimu yanayohusu maudhui ya utangazaji katika muktadha wa mabadiliko ya kijamii na kiteknolojia tunayoishi leo. Ujue wa huduma za internet umeleta fursa nyingi, lakini pia umeleta changamoto katika kulinda mila, desturi na ukiukwaji wa haki miliki, copyright infringements, na maadili ya taifa letu. Vyombo vya utangazaji vina wajibu mkubwa wa kuwa mstari wa mbele katika kuwaelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa kudumisha utamaduni wetu, kulinda maadili ya jamii pamoja na kupambana na mmomonyoko wa maadili, hususan kwa kizazi cha sasa na kijacho. Aidha, napenda kuwakumbusha kwamba katika dunia hii ya utandawazi kuna ushindani mkubwa wa uzalishaji na utengenezaji wa maudhui. Napenda kusisitiza umuhimu wa kuboresha ubora wa huduma za maudhui,
kwenye tasnia ya habari na utangazaji kwa kuhakikisha maudhui yanayorushwa hewani yanazingatia sheria ya hakimiliki na hakishiriki, viwango vya kitaaluma, ubunifu, usahihi na maslahi mapana ya jamii. Serikali yenu imekusudia kutoa kila msaada unaotakiwa ili kuhakikisha kuwa maudhui yanayorushwa kupitia majukwaa mbalimbali yataweza kuhimili ushindani na pia yanalinda watoto kwa kutowalisha maudhui yasiyofaa. Ndugu wanahabari na wageni waalikwa, mkutano wa mwaka huu unaongozwa na kauli mbiu isemayo matumizi ya teknolojia katika kupanua na kuboresha huduma za utangazaji vijijini. Kwa muktadha wa Tanzania ya leo, kauli mbiu hii inatukumbusha jambo moja muhimu, kwamba haki ya kupata taarifa ni haki ya kila Mtanzania, iwe anaishi mjini ama vijijini. Vile vile inatukumbusha kuwa tuna wajibu wa kuhakikisha kuwa huduma za utangazaji zinawafikia wananchi wote, ikiwa ni pamoja na wale wanaoishi vijijini ama pembezoni. Tukumbuke kuwa mawasiliano katika muktadha wa habari na utangazaji ni nyenzo wezeshi katika kujenga uchumi wa nchi. Tutakapoweza kufikisha huduma hizi vijijini kwa ukamilifu, tutajenga uchumi jumuishi. Hivyo kila mdau hapa ndani ana wajibu mahususi. Wasambazaji wa teknolojia mnao wajibu wa kuleta suluhisho za gharama nafuu zitakazosaidia vituo vya utangazaji kufanya kazi kwa ufanisi vijijini, kama ambavyo mmenionyesha hapo nje kwenye mabanda yenu. Hali kadhalika taasisi za elimu na wanazuoni, nanyi mnao wajibu wa kuandaa rasilimali watu wenye ujuzi unaoendana na mahitaji ya mazingira ya vijijini. Kwa upande wa msimamizi wa sekta ambaye ni TCRA, ana wajibu wa kuhakikisha kuwa kunakuwa na mazingira wezeshi ya utoaji wa huduma za mawasiliano vijijini. Watoa huduma za utangazaji, nyinyi mnao wajibu wa kuwekeza katika miundombinu na mifumo bunifu itakayowezesha kufikisha maudhui katika maeneo yenye changamoto za kijiografia na kiuchumi. Haya yote yanahitaji sera madhubuti inayoendana na maendeleo ya teknolojia na pia yanayozingatia mahitaji ya soko. Serikali yenu kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo itahakikisha kuwa marejeo ya sera ya mwaka 2003 yanafanyika kwa haraka ili kuleta mapinduzi makubwa kwenye tasnia hii ya habari na utangazaji. Ndugu zangu, natambua uwepo wa mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF, ambao lengo lake ni kuimarisha mawasiliano kwa wote. Wizara hii kwa kushirikiana na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari itahakikisha kuwa mfuko huu unafikia malengo yaliyowekwa. Hii ikiwa ni pamoja na kupeleka huduma za utangazaji sehemu zote ambazo hazina mvuto wa kibiashara, hasa maeneo ya vijijini na pembezoni mwa nchi. Serikali yenu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan imejipambanua kwa dhati kuleta mapinduzi makubwa kwenye sekta ya habari na utangazaji na kuhakikisha kuwa huduma hii inawafikia wananchi wote. Niendelee kuwapa faraja wadau wa sekta hii kwamba Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na wadau wa sekta hii itaendelea kutafuta masuluhisho ya kudumu yatakayosaidia kuondoa vikwazo vya kifedha vinavyokwamisha upanuzi wa huduma za utangazaji vijijini, na tayari tumeanza kwa kuwafikia watengeneza maudhui mtandaoni kwa kuwapatia mikopo yenye masharti nafuu itakayowezesha kununua vifaa bora na vya kisasa vitakavyosaidia kazi zao kuwa bora na kupambana na soko la kimataifa. Ndugu zangu, niwakumbushe tu kwa kesho ni siku ya redio duniani. Hivyo naungana na wenzangu duniani kuwapa salamu za pongezi wadau wote wa utangazaji kwa njia ya redio. Nimeambiwa kuwa kauli mbiu ya mwaka huu 2026 ni redio na akili unde, kama ambavyo mkurugenzi alitangulia kusema. Mkutano huu unafanyika katika kipindi ambacho dunia inaingia kwa kasi katika zama za mapinduzi ya teknolojia ya akili unde, hatua inayobadili kwa kiwango kikubwa namna tunavyotengeneza, tunavyozalisha, kusambaza na kurusha maudhui ya utangazaji. Hivyo basi, katika kuenzi kauli mbiu ya siku ya redio duniani 2026 inayoadhimishwa sambamba na mkutano huu, ikihimiza matumizi ya ubunifu na teknolojia na kuifanya redio iwe jumuishi na ifikike kwa kila mtu, ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa teknolojia hizi mpya zinakuwa chachu na kutengeneza
kuzalisha na kusambaza maudhui yaliyo bora yanayoweza kushindana katika ulimwengu huu wa utandawazi. Wizara kwa kushirikiana na mamlaka zinazosimamia tasnia hii tutaendelea kuhakikisha tunakuwa na sera, kanuni na miongozo inayohakikisha teknolojia hii na nyinginezo zinazochipukia inatumika kwa uwajibikaji, usalama na usawa, ili manufaa yake yawafikie wananchi wote bila ubaguzi. Kwa kufanya hivyo, tutaifanya redio na utangazaji kwa ujumla kuwa daraja la maendeleo, elimu na fursa kwa kila Mtanzania. Nafahamu katika zama hizi za akili unde na dijitali tunakabiliwa na changamoto mpya ambapo mapato ya matangazo yamehamia kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa, global tech giants, huku vyombo vya ndani vikiachwa solemba. Hii ni changamoto ya kibiashara na kiuchumi. Serikali haitafumbia macho jambo hili, na tunaandaa utaratibu wa kisheria utakaohakikisha kuwa kunakuwa na uwanja sawa wa kushindana, level playing field. Vile vile tunahimiza vyombo vya ndani kuwekeza kwenye ubunifu wa maudhui ya kidijitali yanayolipiwa, na serikali itawalinda dhidi ya wizi wa kazi zenu mtandaoni, ili jasho lenu liwape faida ninyi na si wajanja wachache. Na hapa naielekeza KOSOTA kwa kushirikiana na TCRA kuandaa mpango madhubuti unaotekelezeka wa namna watakavyoshirikiana kupambana na uharamia katika eneo hili la kidijitali, na wauwasilishe kwangu katika kipindi cha mwezi mmoja kuanzia leo. Ndugu washiriki, napokwenda mwishoni mwa hotuba yangu, nawasihi mtumie mkutano huu kama jukwaa la majadiliano ya wazi yenye weledi, hekima na uzalendo, ili kwa pamoja tutafakari namna bora ya kuitumia sekta ya utangazaji kama nyenzo madhubuti ya kulijenga na kuliimarisha taifa letu. Tukumbuke kuwa Tanzania ni mama na baba yetu, ni urithi wetu wa leo, jana na hata kwa vizazi vijavyo. Hivyo kila uamuzi tunaofanya katika sekta hii unagusa mustakabali wa taifa zima. Vyombo vyetu vya habari na utangazaji vinabeba dhamana kubwa ya kuelimisha, kuhamasisha, kuunganisha na kulinda maadili ya jamii, na ni wajibu wetu kutekeleza dhamana hiyo kwa uadilifu, uwajibikaji na uzalendo wa hali ya juu. Tuwajibike ipasavyo. Moja la mwisho, ningewaomba ndugu zangu wanahabari, nchi yetu inalo jukumu kubwa kwa kushirikiana na nchi majirani wetu wa Kenya na Uganda ya kuandaa mashindano ya AFCON mwaka 2027. Naomba ninyi muwe sehemu ya kulibeba jambo hili mgongoni na kuhakikisha taarifa, fursa na mambo mengi mengine ambayo yatakuja na mashindano haya yanawafikia wananchi. Hili ni ombi langu kwenu, na naamini nyinyi kama wanahabari ni watu wenye ufahamu, mnajua mambo mengi na mnajua faida ambazo zinakuja na mashindano haya kufanyika nchini kwetu. Mlishike jambo hili, shirikiane na serikali yenu, muwe daraja kati ya serikali na wananchi, na kuhakikisha wana taarifa sahihi kuhusu mashindano haya na fursa ambayo mashindano haya yanakuja nazo. Ni heshima yangu sasa kutamka kwamba mkutano wa mwaka wa vyombo vya utangazaji Tanzania mwaka 2026 umefunguliwa rasmi. Nawashukuru sana. Mungu ibariki Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ndugu Hamisi Mwinjuma. Naomba sasa uridhie Mheshimiwa mgeni rasmi